hapo nyuma alishawahi kusema hivi, waandamanaji wakitoka, sisi tuna kikundi tutakata watu vichwa. Akuitwa polisi, akuhojiwa, akushtakiwa. Karudia maneno hayo. Anasema waandamanaji wa tarehe 7, sisi tuna kikundi cha watu ambao wanatembea mpaka juu ya kamba. Amezungukwa na watu wengine, mashehe wengine. Wanasema sisi tuna kikundi chetu, kwamba tutawaonyesha, tutakata watu vichwa. Usalama wa taifa wamemwona, polisi wamemwona, Wambura kamuona, jeshi limemwona. Huyu mtu anayesema, anayeenda kwa kivuli cha shehe, anasema na kikundi cha kukata watu vichwa. Kwa nini achukuliwe hatua? Wasiwasi wangu ni huu. Wasiwasi wangu ni huu. Samia, Mama Abduli, huyu shehe angekuwa ni Mkristo, amesema hayo maneno, kanisa lake lingefungwa. Kanisa lake lingefungwa. Gwajima alitetea, Gwajima alisimama kanisani kupinga mauaji na utekaji, mkafunga kanisa. Kuna shehe anasimama anasema atakata watu vichwa. Shehe anasimama anasema atakata watu vichwa, achukuliwe hatua. Tusemeje? Kwa sababu rais ni Muislamu? Tuseme hivyo kwa sababu rais ni Muislamu? Mkristo gani anaweza kaongea maneno alafu leo kanisa lake likawa wazi? Mkristo gani? Sasa mnafikiri hiyo ni mbinu ya kusaidia nchi kwa salama? Polisi wapo, vyombo vya ulinzi na usalama vipo, ndivyo ambavyo vina wajibu wa kuzuia na waandamanaji, kama waandamanaji wanapanga fujo siku ya kuandamana, lakini sio taasisi kingine. Sasa wale wakitokea wanasema watakata watu vichwa, wanaita vyombo vya habari. Ndugu zangu, tunapeleka taifa kwenye udini. Na ukitaka kujua jambo hili ni kubwa, angalia kinachoendelea Zanzibar. Angalia kinachoendelea Zanzibar. Upumbavu unafanyika Zanzibar, huwezi kufanyika hapa. Usiku watu wa bara Kariakoo wakianza kuwafanyia Wapemba pale Kariakoo, kinachofanyika Zanzibar, nchi hii itatawalika. Na isipotawalika, Zanzibar ina Waislamu wengi 99%. Itatokea vita na uhasama wa kidini. Sasa wewe Shomari Popo, yoyote aliyekutuma kwa jina lake, kwa cheo chake, kwa pesa zake, leo ni mpumbavu kuliko wewe. Pumbavu kuliko wewe. Sasa tunaikata nchi, tunaharibu nchi. Leo tunaanza kuongea lugha eti kwamba hawa wanampinga Samia kwa sababu ni Muislamu. Tulimpinga Magufuli, alikuwa ni Mkristo. Tulimpinga Mkapa, alikuwa ni Mkristo. Tunamsema Nyerere, alikuwa ni Mkristo. Lissu amepigwa risasi. Lissu ni Mkatoliki, Magufuli ni Mkatoliki. Lissu amepigwa risasi wakati Magufuli akiwa madarakani,